Ni kilio cha uchungu wa kumpoteza mpendwa wao. Inasemekana kuwa Martin Nabwana mwenye umri wa miaka 13 na marehemu ndugu yake wa kambo Martin Wafula wa miaka 17 walikuwa wakiishi kwa nyanya yao katika eneo la Mile 7 kaunti ya Trans Nzoia. Wawili hao walikuwa wakiishi kwenye chumba chao peke yao na ugomvi wa malazi ulipozuka. Sasa niko nalala. Nikasikia mtu ananipitia juu yangu, analalia juu ya mgongo. Mimi nikaamka nikauliza gonga hivi, nikauliza nini mbaya? Nikampiga nikamwambia kwa nini unapenda kunisumbua hivi kila siku? Nikampiga hiyo kuni kwa kichwa. Nikampiga kuni kwa kichwa na akaanguka tu. Kwa kile kinachoonekana kama maji kuwa mazito kuliko damu, mshukiwa aliendeleza adhabu yake kwa kumvuta ndugu yake na kumpeleka kwenye bafu ili alale huko. Martin aliweza kuamka na kuchukua nyundo na kwenda kumfuata huko kwa hiyo choo ambao alikuwa ameenda kulala, na aliweza kumgonga mara kadhaa kwa kichwa na kumwacha hapo na kurudi kulala. Nyanya yao ndiye aliopata mwili wa marehemu asubuhi ya leo kwenye bafu, huku mshukiwa akiwa tayari ameenda shuleni kama ilivyo ada. Ndugu hao wawili walikuwa wanafunzi katika shule ya msingi ya Umoja iliyoko katika kaunti ya Trans Nzoia, huku Martin Nabwana ambaye ni mshukiwa akiwa katika darasa la 6. Niliambiwa unatakana nyumbani haraka. Kisha nimekuja kufika, nimepata kijana yangu amewawa. Alipigwa, sijui alipigwa aje, lakini amewawa, amepatikana akiwa kwa choo kwa bafu. Mwili wa marehemu ulipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali kuu ya wilaya Kitale. Swali ibuka ni je, hukumu ipi atakayochukuliwa Martin Nabwana kwa kumuua ndugu yake wa kambo? Tom Wanjala, Citizen Nipashe.